mwaka 2023 mwanzoni tulipata hii experience ya mabadiliko ya tabia nchi. Kiongozi wetu na mkuu wetu wa nchi, Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, alitoka ofisini, alifika katika maeneo ya mitambo ya Ruvu Juu na Ruvu Chini kuona hali. Nakumbuka kauli ambayo ameisema kwamba haya yawe mafunzo, yasijitokeze tena. Tuliweka mipango ya muda mfupi, mipango ya muda wa kati na mipango ya muda mrefu. Tumeona sasa Ruvu Chini, kwa maana mvua zinapokuwa hazipo, kwa maana ya ukame, manake Ruvu Chini na Ruvu Juu tunapata mtikisiko. Tulikuwa na mpango wa muda mrefu na ndoto ya kiongozi wetu hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere juu ya ujenzi wa bwawa la Kidunda. Ujenzi huu ni mradi ambao ulikuwa unahitaji pesa nyingi sana. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alisema ya kwamba kwenye kuhakikisha Watanzania wanapata maji na maji ni uhai, atuangalie gharama. Miradi mikubwa ya namna hii mara nyingi ilikuwa ikijengwa kwa fedha za ufadhili. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan akasema hatuna muda wa kusubiri, tutajenga kwa fedha za ndani. Ujenzi huu wa bwawa la Kidunda ni uthubutu. Ujenzi huu wa bwawa la Kidunda ni political willing, ni utashi wa kisiasa. Ni maamuzi magumu ambayo ameyafanya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ili kuondokana na ukame huu ambao umeweza kuitikisa wizara yetu ya maji. Na si ujenzi tu wa bwawa hili la Kidunda, anajenga bwawa lingine, bwawa la Falgwa katika jiji la Dodoma, ili kuhakikisha kwamba tunakabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Na ndio maana imeenda sambamba na upeaji wa vifaa kwa ajili ya uchimbaji wa visima katika kila mkoa, lakini pia kutupa magari ya uchimbaji wa mabwawa madogo madogo na mabwawa ya kati, ili kuhakikisha tunakabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Tumeona hali ya ujenzi wa bwawa la Kidunda linaenda vizuri. Mradi upo 40%, wakandarasi wako site. Zile kazi ngumu ambazo zinatakiwa zijengwe za kihandisi, kwa maana civil structure, zimeona kazi kubwa imefanyika. Na maana kazi sasa hivi zilizobakia ni ufungaji wa mageti. Tunaamini katika kipindi cha mwezi wa 10 mpaka 12 mwakani 2026 hii kazi tunakuwa tumeikamilisha. Nini maana yake? Tutakuwa na uwezo wa kuhifadhi maji zaidi ya lita bilioni 190. Mahitaji ya maji katika jiji tu la Dar es Salaam imezungumza ni lita milioni 572. Sasa hivi tuna uwezo wa kuzalisha maji lita milioni 534. Nini maana yake? Uwekezaji mkubwa umefanyika kwa ajili ya kutatua matatizo ya maji jiji la Dar es Salaam na Pwani. Pwani pamoja na Dar es Salaam mahitaji yao yote ni lita milioni 700. Kwa hiyo kwa uwepo wa bwawa hili la Kidunda, hata kama itatokea ukame zaidi ya miaka 2 tutaweza kukabiliana nao.